بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1445 katika silsila ya darasa za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, tuendelea kuwazungumzia wale ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuwalingania katika Uislamu, akitarajia nyuma yake kuna watu watakaomfuata, huenda akapata nusra kutoka kwa watu kama wale. Na leo katika orodha ya wale aliwalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam tutamalizia kumzungumzia mtu wa mwisho ambaye tutakayemtaja, kisha baada ya hapo sasa tuanze kuwazungumzia al-ansar na kuja kwao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao ndio kuwa ni sababu ya kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake. Islamu Iyas ibn Muadh radhiyallahu anhu. كان إياس بن معاذ رضي الله عنه غلاما حدثا من أهل يثرب من بني عبد الأشهل. إياس بن معاذ alikuwa ni kijana mdogo katika watu wa Madina, katika kabila la Bani Abd al-Ashhal. قدم مكة في وفد الأوس يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. katika mji wa Madina yalikuwa yakiishi makabila mawili makubwa, Aus na Khazraj. Na hawa watu wawili, Aus na Khazraj, au kabila hizi mbili, ziliwahi kuingia katika mapigano na vita baina yao kwa muda wa miaka mingi sana. Hawana masikilizano baina yao, na miongoni mwa watu waliokuwa wakichochea vile vita vinavyotokea baina ya Aus na Khazraj ni Yahudi al-Madina, ni Mayahudi ambao walikuwa wakiishi Madina. Wao ndio walikuwa wakiwasha moto sana ili haya makabila mawili vile vita baina yao visiishe. Na hili ni jambo ambalo linatumika na Mayahudi kama tulivyotaja jana mpaka sasa. Kwa mfano, ukiangalia nchi ya Palestina utakuta kuwa Mayahudi daima husaidia vyama fulani vikatumbukizwa pale ili wasisikilizane baina yao, kutokee fujo baina yao, na kila kundi au hizb ni kinyume na kundi lingine. Kwa daima baina yao hawawi kitu kimoja, daima wateta. La kusikitisha ni kuwa ni ndugu zetu wasoma maneno hayo katika vitabu kisha wafanyiwa hivyo hivyo. Yani wasoma kuwa Mayahudi walikuwa wakifanya Aus na Khazraj hivi mfano, na wasoma katika tarehe kuwa Mayahudi waliwakusanisha Waislamu katika nchi fulani wakati fulani, wasoma tu. Kisha akirudi yeye pia achotewa, asimamisha chama chake dhidi ya ndugu yake, waachwa wapigane wenyewe kwa wenyewe, divide and rule. Ukishawatawanya basi utawatawala. Na hiyo ndiyo siasa sasa hivi inapoendelea Palestina. Utakuta chama hiki akisikizana na chama hiki, na chama hiki sijui Fathi isikizana na Hamas, sijui kuna nani jihadi, sijui kutoka kituko gani, kila siku kwa tungwa vyama tu baina yao. Ba'suhum bainahum shadid, wao kwa wao waminyana.
Huyu akipatwa na matatizo huyu hamsaidii, huyu akipatwa na matatizo huyu hamsaidii. Kwa nini? Adui yangu akipatwa na matatizo afurahia, huyo amfurahia mwenzake auawe, yule amfurahia mwenzake auawe. Hivi ndivyo inavyopelekwa, na Mayahudi katika hili wamefaulu. Na kila watu wakiwa mbali na dini ya Allah, mambo kama haya ndio yanawasibu. Sitaki kuzungumzia huko, turudi hapa. Vile vita vilivyokuwa vyajiri Madina baina ya Aus na Khazraj, huyu kijana alikuja Makka na kundi la kabila la Aus. Malengo yao ni kutafuta mkataba baina ya wao na Makuraish, waungane na wao wanapopigana vita na ndugu zao katika Khazraj. Yani Quraish wasimame upande wao, waunge mkono ili wawashinde wale kiidadi na nguvu. Wadhālika qubaila harbi Bu'ath, na ujio huu ulikuwa ni kabla kwa muda mchache wa vita vinavyojulikana kama Bu'ath. Na hivi vita hivi tutavizungumzia leo insha Allah, ndio imekuwa ni sababu kubwa ya kuenea Uislamu ndani ya Madina. Taeleza vipi? Fanazalu ala Utbah ibn Rabi'a, wakashukia kwa Utbah ibn Rabi'a. Faakramahum وطلبوا إليه وإلى قريش أن يحالفوهم على قتال الخزرج. huyu bwana akawakirimu vizuri, wakamtaka yeye na Makuraish waungane na wao dhidi ya Khazraj. Katika hali hii na mazungumzo haya yakiendelea, fasami'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faatahum wa jalasa ilayhim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata habari kuwa wamekuja watu kutoka Madina katika kabila la Aus kuja kutafuta msaada wa Makuraish waungane na wao wawapige vita ndugu zao katika Khazraj. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajilia mpaka pale waliposhukia. Faqala lahum, akawaambia, hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu, nisiwaelekezeni nyinyi katika jambo bora zaidi la khairi zaidi kuliko hilo mlilolijia? Faqalu lahu wama dhaka, hiyo ya khairi ni ipi? Au hilo jambo la khairi ni lipi mbali na hili tulokuja nalo? Qala ana rasulullah ba'athani ila al-ibad, mimi ni mtume wa Allah, Allah amenitumiliza mimi kwa waja wake. Ad'uuhum ila an ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'an, na walingania katika kumwabudu Allah wasimshirikishe na chochote. Wa anzala alayya alkitab, na Allah ameniteremshia mimi Qur'an, kitab. Thumma dhakara lahum alislam, akawatajia kuhusu Uislamu na uzuri wake. Watala alayhim alquran, akawasomea Qur'an. Faqala Iyas ibn Muadh, na huyu Iyas ibn Muadh ndio alikuwa kijana mdogo katika wale waliokuja, akasema, ay qaum, enyi watu wangu, hadha wallahi khairun mimma ji'tum lahu, haya aliyosema huyu bwana ni khairi zaidi kuliko yale mliyojia nyinyi. Mmejia vita, kutafuta msaada wa kuwaua ndugu zenu, hii ni bora zaidi. Fa akhadha Abu al-Haysari واسمه أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ. huyo Abu al-Haysar jina lake Anas ibn Rafi' akachukua mchanga chini katika mchanga kwenye mkono wake, kisha akamrushia kwenye uso wake kwa yale maneno aliyowaambia, akamrushia yule kijana kwenye uso wake. Waqala da'na mink, hebu acha hayo maneno, usilete maneno yako haya. Fala amri laqad ji'na lighairi hadha, wallahi sisi tumekuja kwa jambo lisilokuwa hili unalolitaja wewe. Ma qadima wafdun idhan ala qaumin bi sharrin mimma qadimna bihi ala qaumina, ikiwa tutarudi na hilo unalolisema wewe, basi hakuna watu waliorudi kwa watu wao na shari kama sisi. Kwa nini?
inna kharajna natlubu hilfa quraish ala aduwina, sisi tumetoka Madina kuja hapa tutafuta msaada wa makuraish, tuungane na wao na mkataba na wao dhidi ya adui zetu. fanarji'u bi'adawati quraish ma adawati al-khazraj, watakuturegesha Madina tuna uadui wa makuraish na tuna uadui wa Khazraj, tuongeze maadui badala ya kuwapunguza. Sababu sisi tukimfuata Muhammad itakuwa tumefanya uadui na makuraish, na kule tuna maadui zetu Khazraj. Sasa wewe tuongezea maadui ama wapunguza wewe? Fasamata Iyas akanyamaza. Waqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, Mtume sallam akaamka akaondoka kwenye kile kikao. Wansarafu ila almadina, jamaa wakarudi zao Madina. Wakanat waq'atu bu'ath baina al-Aws wal Khazraj, kukatokea vita vyajulikana katika tarikh kama waq'atu bu'ath. Thumma lam yalbath Iyas ibn Mu'adh an halaka, Iyas ibn Mu'adh akafikiwa na mauti akafariki. Wakana yuhallilu Allah ta'ala, na wakati wafariki watamka la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, wa yukabbir Allahu akbar wa yahmadu alhamdulillah wa yusabbihu 'inda al-maut subhanallah. Wakati wafikiwa na mauti ataja hizi adhkar. Fala yashukku qaumuhu annahu mata musliman radiyallahu anhu, watu wake walikuwa hawana shaka kuwa alikufa katika Uislamu. Na Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika tarikh al-Awsat akawataja katika wale waliofariki wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muhajirin na ansar wa mwanzo, akamtaja huyu bwana, bali akataja tarjama yake katika tarikh al-Kabir, kitabu cha Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam al-Bukhari ana kitabu at-Tarikh al-Kabir, pale ametaja watu wale wa hadithi na masahaba pia ametaja. Na hii ni kabla ya kuandika Sahih al-Bukhari, andika Tarikh al-Kabir kwa mujallad takriban mujallad 10 takriban ama 8. Tuizungumzie hii yaumu Bu'ath. Tumetaja kuwa vita hivi naweza kusema kama wanavyosema wanaovioni kuwa ndio sababu ya Uislamu kukubalika Madina. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. vile vita vya siku ya Buath ilikuwa ni siku Allah amemtangulizia nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kama Allah subhanahu wa ta'ala aliwatakia khairi watu wa Madina lilipotokea lile jambo. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم. Mtume صلى الله عليه وسلم akija Madina, wale mabwana wale wakubwa walikuwa kule Madina walikuwa wamefarikiana na wengi walikuwa wameuawa katika vile vita. Waqutilat sarawatuhum wajurihu, wale wakubwa wale saadatuhum walikuwa wameuawa wengi na wamepata majeraha wengi. Na wale ndio walikuwa chanzo lau kama wangelikuwepo cha kuzuia ule Uislamu usiingie Madina, kwa sababu mtu ajiona yeye ndio mkubwa hawezi kufuata. Sababu akija Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa yeye ndio nani? Yeye ndio kiongozi pale Madina, ni mtume wa Allah. Kwa hiyo wangelikuwepo hao wangelikataa jambo kama hilo. Subhanallah, Allah kwa hikma zake kajalia hivi vita vikatokea, wakauawa wengi katika wale walikuwa wakubwa wale katika mji wa Madina. Aliyebakia katika daraja yao ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ambaye ndio akawa nani? Ndio akawa raisul munafiqin. Angalia, kwa sababu wangebakia na wale wengine ingelikuwa mfumo wao ni kama wa huyu, sababu waona sisi ndio wakubwa hapa, takujaje mtu awe mkubwa juu yetu? Faqaddamahu Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi dukhulin fi alislam. Ni kama hii siku imetangulizwa ili iwe ni sababu ya wale watu wa Madina kuingia katika Uislamu. Wa Bu'ath huwa makan wa yuqalu hisn, ni sehemu pale Madina. Wa qila mazra'a, na wengine nasema ni shamba fulani. Inda Bani Quraidha ala milaini min almadina. Tizama, hii sehemu iko kwa Bani Quraidha, Mayahudi wako huko, ndio walipopigania huko. Wakanat bihi waq'atun baina al-Aws wal Khazraj, pale ndio pametokea vita baina Aus na Khazraj.
faqutila fiha kathirun minhum, wengi sana katika vita hivi waliuawa, walikufa wengi pande zote mbili. وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد ابن حضير رضي الله عنه. huyo ndio alikuwa kiongozi wa Aus, Hudhair, ambaye ni babake sahaba Usaid ibn Hudhair. وكان رئيس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي, huyo ndio alikuwa kiongozi wa al-Khazraj. فقتل فيها, yeye akauawa. وكان النصر فيها أولا للخزرج, na mwanzo ulikuwa washindi ni Khazraj. ثم ثبتهم حضير فرجعوا, akawapa thabat Hudhair kwa ushujaa alikuwa nao, wakarudi. وانتصرت الأوس, أوس wakashinda katika vile vita. وجرح حضير يومئذ فمات فيها, Hudhair akajeruhiwa akafa katika vile vita. وذلك قبل الهجرة ب5 سنين, na tukio lilitokea kabla ya hijra kwa miaka mitano kabla ya hijra ili tukio la tukio. وقد قتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن, na waliuawa katika wale wakubwa wao ambao wangelikuwepo wasingeamini, wasingemkubali mtume sallallahu alaihi wasallam. ay yatakabbaru wa ya'nafu an yadkhula fi alislam, wangefanya kibri na kujiona kuwa hawawezi kuingia katika Uislamu, wangekataa kuingia katika Uislamu. hatta la yakuna tahta hukmi ghairihi, wangekataa kwa sababu wasingekubali kuwa chini ya hukumu ya mwingine asiyekuwa wao ambao tayari mabwana wakubwa pale. Na hili jambo liko katika kila wakati. Mara nyingi ukitizama wale watu wanaoikataa haki mwanzo ni wale wanaosikilizwa. Ukirudi katika tarehe ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, utaona kuwa wale almala, wale mabwana wakubwa waheshimiwa katika kaumu zote walizotumilizwa mitume wa Allah, wao ndio waliosimama kidete kupinga da'wa za mitume. alipotumilizwa Nuh alayhi salatu wasalam, qala almala'u min qaumihi. alipotumilizwa Hud alayhi salatu wasalam, wa qala almala'u min qaumihi. ukija kwa Salih kadhalika, qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu liman amana ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih. wakubwa. ukija kwa watu wa Shuaib hivyo hivyo, qala almala'u min qaumihi. mabwana wakubwa hawakubali hao, sababu waona yeye ashafika yeye. na leo pia ni hivyo hivyo, ukiangalia utakuta wale mabwana wakubwa hawataki, na wale watu wa chini ni ngumu kuikubali haki wakati wale wakubwa zao wameikataa. kuna watu wengine ni kufuata tu, watu wenda yamini yamini, shimali shimali, yeye yuenda tu maa nasi ya nas, atakapopelekwa yeye yuenda. hana moja ajualo. kama wewe atakujua, msimamishe khurafi yoyote ami, mwambie nyinyi mwalingania katika nini, da'wa yenu mwalingania katika nini, muulize. wacha ami muite shekhe wao, maana hawana tofauti na awamu. shekhe wa kikhurafi muulize, nyinyi mwalingania nini? Kiingereza, what are you standing for, nyinyi mwasimamia kitu gani nyinyi? hebu tuambie ni mwalingania kitu gani, kisha usikie. ushawahi kujiuliza hilo swali? hawa watu hawa walingania nini? nyinyi mwaelewa? mwaelewa nyinyi walingania nini? ni mijitu habala, yani imo tu, haijielewi, yaelekea kulia yaelekea kushoto. alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunna. akiulizwa mtu wa sunna, nyinyi mwalingania katika nini? sisi twalingania watu katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, warudi wawe kama alivyokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. twalingania katika tauhid waliolingania mitume wa Allah alayhi salatu wasalam. twakataza bid'a alizozikataza mtume sallallahu alaihi wasallam, twakataza shirki aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. waulizeni jamaa, mwalingania katika nini? ama wewe nenda kwa khurafi yote mwambie, hebu nilingania mimi nikufuate, alafu ukunje mikono msikize atakwambia nini. nataka unikinaishe mimi nikufuate wewe, nikinaishe. ukimwambia mtu wa sunna, wewe walingania katika nini, ajua aelekea wapi, atakwambia sisi twalingania watu katika kufuata 1 2 3 4. lakini watu wa bid'a hawana malengo, hawajui endelea wapi. wengi wao utaona hivyo. sasa wale magwiji wale wakiikataa ile haki,
mara nyingi utawafuata wale wa chini waikataa tu kwa sababu ya kuikataa, si kwa kuwa wajua kwa nini wakataa. Hawajui kwa nini wakataa. Ama akalishwa propaganda na yule mkubwa, basi akazibeba zile propaganda bila ya kupima, yakao yazifuata tu, yuendao tu wasema wenyewe, enda tu. Kwa hawa mabwana wakubwa waliuawa hawa wengi. وقد كان بقي منهم من هذا النحو، na wale waliobakia katika daraja hao waliouawa wengi hawa, Abdullah ibn Ubay bin Salul al-munafiq la'anahu Allah, yeye ndio alikuwa mbaki. Na kweli yeye pia hakukubali kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alikuwa atarajiwa yeye ndio awekwe kuwa kiongozi wa watu wa Madina, na kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumemvunjia ndoto yake aliyekuwa yuiota. Yeye ndio ndoto yake kuwa yeye atakuwa mfalme pale Madina. Uislamu ulipokuja ukamharibia mambo yake yale anayotarajia kidunia, kwa hiyo kabidi ageuki kuwa rais wa wanafiki. Sasa kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka ili jambo liwe kabla ya kuja kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam Madina, ili nafsi ziwe zimeandaliwa kwa ajili ya kukubali Uislamu na kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kudhihiri fadla ya Uislamu juu ya Ansar, kuwa Uislamu umewakusanya baada ya kuwa wamekuwa wametengana. Uislamu ukawafanya kitu kimoja, mpaka ikawa hakuna tofauti baina ya Aus na Khazraj. Hakuna kabisa kitu kama hicho. Ndugu kitu utasema sio hawa juzi walikuwa wakipigana. Uislamu ulivyounganisha na kuwaleta wakawa kitu kimoja. وغرس الإسلام في قلوبهم المحبة بعد العداوة. Uislamu ukapanda mahaba katika nyoyo zao baada ya kuwa kabla hapo walikuwa wakichukiana kwelikweli, uadui kwelikweli. Wakashikana wakawa kitu kimoja baada ya kuwa walikuwa wamesambaratika kabisa. Mayahudi wamewasambaratisha na fitna zao. Uislamu ulipokuja, walipofuata Uislamu walikuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni sababu ya kuwafanya kuwa kitu kimoja. Na hapo ndio wakaweza kila adui anayekuja kupambana naye, sababu ni kitu kimoja. Kwa hiyo baada ya vita vya Buath, sasa tutaanza kuzungumzia bad'u islamil ansar, kuanza kusilimu kwa Ansar, yale makundi yaliyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakampa bai'a katika bai'atul aqaba ya kwanza, taizungumzia insha Allah taala. Kisha akatumwa Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu arda, na tutakuja kumzungumzia insha Allah, kwenda kuwafanyia da'wa watu wa Madina, na alifanya kazi kubwa sana. Kijana mdogo Mus'ab bin Umair akaenda Madina. Hakufika Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina isipokuwa kila nyumba ndani ya Madina Uislamu tayari ushaingia kupitia da'wa ya nani? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa arda. Na huyu kijana tutakuja kumzungumzia kwa kirefu huko mbele biidhnillah ta'ala. Aliuawa katika vita vya Uhud, lakini amefanya kazi kubwa sana. Ya laiti vijana wetu watasoma tarehe yao, wakapata watu wa kuwaiga, watu wa kheri. Na hivi ndivyo walivyokuwa salaf. Watoto kuanzia wadogo yuallimunahum maghazi ya Rasulillah, vile vita alivyopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio akulia yule mtoto katika ushujaa, akulia yule mtoto ana watu wa kuwaiga. Si mtoto wa kulia bwana mambo anayoyaona ni waimbaji, si vituko gani, akiamka hivi aona mwingine mvutaji bangi, kienda hivi aona watu wa ajabu ajabu, yeye aona basi ndio ushujaa ule. Na mama ama baba mpeleka mtoto wake kwa kinyozi, amwambia huyu nitakaumnyoe kama Bob Marley vile, kitu kama kijongole. Kwa hivyo ndio yatolewa pale. Si mtaona siku ya Eid, Allah tupe uhai na uzima, siku ya Eid mtaona anayozungumza haya. Mtoto anaenda kuswali Eid amenyolewa vibaya kabisa, watarajia huyu mtoto atakuwa nusra kwa Uislamu, atakuwa nusra ya bangi labda na marungi. Alafu huyo baba sasa Eid kesho ndo wale wa usiku, vipi ushanyaka?
Anambia mwenzake siku ya pili anakula marungi. Idi ndio yuanza kula, anza na marungi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hivi tuwapa picha gani wale watoto? Wakulia katika hali gani wale watoto? Mwezi wa Ramadhani umepita vizuri, mpaka sura zao jamaa wale wanaokula marungi zabadilika, wamuone iwangara. Ngoja umuone usiku siku ya Eid, wafikiria mbwa huyu nini, mtu ama mbwa? Ndio mtu huyo. Yani no, linkatika nini, linkatika marungi anamwishia katikati, atafuta maduka usiku. La ilaha illa Allah. Tuwalea watoto wetu vipi? Ndio hawa khap huku yatembea, ndio pale swala kwisha, ndio pale ibada kwisha. Yani aonyesha Ramadhani nzima imepita haba manthur, haikumfundisha chochote Ramadhani. Arudi katika mambo ya uraibu, mambo ya balaa. Watoto tuwasomesheni tarehe ya Uislamu, wajue kule nyuma kumepita watu wa maana. Sisi tumekaa kama tumekata tamaa kabisa, yani Uislamu hauwezi kuja kutawala tena. Waweza, lakini ni watu wale Waislamu wabadilike, wawasome hawa mabwana wakubwa, wajifananishe na wao. Wallahi katika vijana wetu wako ambao watamwona Khalid ibn al-Walid ataathirika na shakhsia Khalid ibn al-Walid. Mwingine atamwona Mus'ab bin Umair amfanya nini, na mimi nataka kuwa mfano wake. Na mwingine Umar bin Khattab, na mwingine Abubakar as-Siddiq, Uthman bin Affan. Na watu wa aina hii wapo, si ati wako kama wale. Ikiwa Uthman bin Affan anajitolea mali yake nyingi kwa ajili ya kunusuru dini, hakuna katika sisi ambao Allah amewaruzuku mali wako waweza kufanya kama kina Abdurrahman bin Auf na Uthman bin Affan, wakawa na watu wa kuwaiga. Na ikiwa ni ukomanda wa jeshi, Khalid ibn al-Walid al-Qa'qa' radhiyallahu anhum ajma'in. Kwa waangaliwe hawa, wafundishwe hawa watoto, wawajue hawa watu. Akiulizwa yule mtoto, wewe utakuwa kama nani? Atakuwa kama Khalid ibn al-Walid. Sio atakuwa kama nani? Mimi nitakuwa kama sijui Ronaldo. Pumbavu kweli kweli. Huyu ndo atakuja nusuru dini huyu. Yani mtoto wamkuza na mambo ya kipuzi kama haya, atakuja labda kutengezea TV ndani ya nyumba, ikiharibika aje kutengeza TV. Utakwenda kuitengeza baba nini? Angalie mpira tu. Ameshughulishwa na mambo ya kijinga kabisa. Samahani kama angalia mpira, mjinga pia wewe. Utakuwa mjinga sana. Yani wewe ungetu angalia watu hivi, si ukacheze wewe basi utakuwa na jasho. Cheza wewe utakuwa na jasho upate afya. Wewe ungeti macho angalia hivi tu. Swala ya kupita. Sasa si ujinga nini? Najua wakasirika, nakusudia ukasirike, usiangalie tena. Wachana na upuzi bwana. Alafu huyu waweza kumwangalia kazungumza kule Palestina bwana, watu wauawa. Si wewe mmoja katika sababu. Wewe mmoja katika sababu. Pengine yule player unayempenda ni mmoja katika hao wewe unawapinga wewe wampenda kweli kweli, bali fulana sijaweza kununua fulana ukaandika nyuma hapa jina lake, wamsujudia Allah hapa umbeba jina la kafiri kwenye maongo yako. Si wako? Mimi nafunga hapa kikao, sijengenda mbali sana, lakini nasisitiza hili jambo. Jamani, tuna tarehe sisi, tuna watu bwana kule nyuma wampita waheri. Hawa ndio tuwasome, tuwaige, ndio kupatikane mabadiliko katika Uislamu. La sivyo, mtu akikosa kumuiga atamuiga yoyote anayekuja mbele yake, na hasa watoto wetu. Akikosa mtu wa kumuiga atatafuta mtu mwingine ovyo kabisa atamuiga. Mara ndio pale mwana mtoto wako anaingia nyumbani, nyele katikati za rangi ya blue, huko rangi ya pink, huko rangi kunani. Hakuna mwimbaji mmoja katika majogoo hivi anamuiga, ndio ashaingia ndani ya nyumba yuko hivi. Nini ampata? Ndio qudwa hiyo aliyoiona. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.